Ni asubuhi njema, asubuhi ya baraka, ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Basi, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuendelee na kubarikiwa pamoja, kufundishwa mengi kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo ameweza na kuandaa mtumishi wake nalo kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tuko nayo sio mwingine mbali ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Karibu sana, tuzidi na kufundishwa mengi kulingana na wakati wa Kwaresma. Wapendwa watazamaji, naomba kuwasalimu asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Karibu katika ibada ya asubuhi ya leo. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi siku hii ya leo. Baba wa mbinguni, ambayo ni Alhamisi, umekuwa pamoja nasi kipindi hiki chote. Baba wa mbinguni, tunasema uhimidiwe. Kuwa nasi Baba wa mbinguni na utuongoze. Neema yako itutoshe na utubariki kupitia neno lako takatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Wazo la siku ya leo tutaweza kulipata katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 31 hadi ule wa 32. Waefeso sura ya 4 mstari ni wa 31 hadi ule wa 32. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasamehane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Wazo la siku ya leo ama mada ya siku ya leo ni msamaha ni njia ya uhuru. Kwa maana hapa tumeelekezwa ili tukasameane sisi kwa sisi kama vile Yesu alivyotusamehe, ama vile Mungu alivyotusamehe kupitia katika mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba msamaha ni njia ya kutuweka huru. Kwa hivyo ni lazima tusamehane sisi kwa sisi ili tukaweze kuwa huru. Wakati ambapo tunaomba tukaweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wetu. Wakati ambapo pia tunajinyenyekesha ama kujitafakari na kumrejea Mungu ama kumrudia Mungu, tukaweze kumrudia kwa njia ambayo ni ya uhuru. Kwa vile tunavyotafakari wakati ambapo mwana mpotefu alikwenda kwa babake na akamwomba chochote ambacho ni chake, na akaenda akasafiri nchi za mbali. Aliporejea, hata kama babake alikuwa na hasira gani, kwa maana hapa tumeambiwa mambo na hasira, matukano na mambo ambayo ni ghadhabu ama ni mambo ambayo ni mabaya ambayo hayampendezi Mungu, kwa namna ya ubaya wowote ule, yakaweze kuondoka kwetu na tukaweze kuwa watu ambao ni watu ambao wa kumkaribia Mungu karibu, na ni watu ambao ni wasafi kiroho. Kwa hivyo hapa tunaelekezwa na kuambiwa msamaha ni njia ya uhuru. Hapa tunaomba vile mwana mpotefu alivyorejea kwa babake. Babake aliweza kumkumbatia, hata aliweza kumkaribisha kwa furaha, kwa maana alisema alikuwa mfu na amefufuka. Akasema alikuwa amepotea, hakuwa anakumbuka mambo ambayo alimfanyia ama vitu ambavyo alibeba, ama akamwambia, alikuwa tu anaweza kumwambia hapa hakuna kitu chake, arudi mahali alikuwa. Lakini hayo yote alijua amerudi, kwa maana amejua yeye ni baba yake, na alimpokea akamkumbatia, na zaidi ya yote wakaendelea na akachinjiwa ama akafanyiwa karamu kubwa. Kwa hivyo ni lazima hata nasi wakati ambapo tunaomba, wakati ambapo ni wakati kama huu, kipindi hiki cha Kwaresma, tujue ya kwamba Mungu anatuambia mambo ambayo ni mabaya, mambo ambayo ni hasira, kelele, matukano
na umbaya wowote ule ambao unaweza kutusongeza mbali na Mungu. Tuache na tujue ya kwamba Mungu anatuita, ni njia ya wito ama njia ya kutuweka huru ili tukaweze kumkaribia Mungu kwa njia ya msamaha. Na zaidi ya yote anatuambia tusameheane sisi kwa sisi. Hakuna Kwaresma bila msamaha, ama hakuna Lent bila kusameheana. Kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba Mungu alitusamehe yale makosa yote ambayo tulikuwa nayo kupitia mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Akamtuma, akaomba msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na ni lazima, kama vile Mungu aliweza kufanya hiyo njia, alifuata hiyo njia ili akatusamehe. Nasi pia anatuambia tusameheane sisi kwa sisi. Na anatuambia pia wakati ambao ni wa kusamehe, mtu anastahili, ama Mkristo yoyote, wewe na mimi pia tunastahili tuondoe uchungu na tuondoe hasira. Kwa maana hakuna kusamehe ama hakuna kuomba msamaha ukiwa na uchungu moyoni ama ukiwa na hasira. Ni lazima, ama ni njia ya kujisafisha na njia ya kujinyekesha, tuondoe uchungu ambao labda tulifanyiwa na mtu fulani, na tuondoe pia hasira, na tujue ya kwamba Mungu atatusaidia, na katika hiyo njia tutaweza kuomba msamaha, na katika hiyo hali tutaweza kusamehewa na tutaweza kuendelea na mbele. Kwa maana tumeambiwa hakuna maombi bila msamaha. Hata maombi ambayo Bwana Yesu alituambia tuwe tunaomba, alituambia tuwe tunaomba na tunaomba tukiomba msamaha. Tusamehe kama vile tuwasamehavyo ambao wanatukosea. Kwa hivyo hata tukikosa kuwasamehe ambao wanatukosea, tukiomba maombi tutakuwa tunaomba tu maombi ya bure. Kwa hivyo njia ya muhimu ama njia ya kweli ama maombi ya kiroho na ya kweli, ni lazima katika maombi kuwe kuomba msamaha, kusamehe na kusamehewa. Kwa hivyo neno hili samehe ama kusameheana ni jambo ambalo pia linahitajika kwa yeyote ambaye aliweza kukosewa, na pia mwenye alikosa pia anastahili pia. Kwa hivyo ni lazima tuondoe hayo machungu yote, na tuondoe hasira, na tukaribie karibu na Mungu, na tuombe msamaha. Na vile tunavyoomba, tukiacha hayo yote ama huo umbaya wote, ataweza kutusamehe kama vile tunavyowasamehe wanavyotukosea. Kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba tukikaribia karibu na Mungu, msamaha huleta amani. Katika mahali popote ambapo tunaomba msamaha, ni lazima roho yako ikuwe na uchungu. Ni lazima pia roho yako ikuwe na hasira, na ikuwe na kipindi ambacho ulikuwa tu unajitafakari. Unajiuliza kwa nini nilifanya haya, na ama kwa nini nilifanyiwa, ama aliyekosewa anajiuliza kwa nini nilifanyiwa haya, na aliyekosea anajiuliza kwa nini nilifanya haya. Kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba msamehe unaleta amani ya moyo. Wakati ambapo tunasameheana sisi kwa sisi kama vile neno la Mungu limetuelekeza, kwa maana msamaha ni njia ya uhuru. Tunapata uhuru na tunapata amani ya moyo, na tunaendelea mbele tukiwa karibu na Mungu na tukijiweka huru. Kwa hivyo ni lazima tusamehe ili tukaweze kuwa huru, ili tukaweze kumkaribia Mungu, na ili Mungu akaweze kusikia maombi yetu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu tumuombe Mungu, tujikaribishe karibu na Mungu, na tunyenyekee karibu na Mungu, na tumuombe ili atusaidie kuwasamehe waliotukosea, na hata ambao tunawakosea pia wakaweze kutusamehe. Kwa maana ni njia ambayo mimi nikikosewa na mtu fulani, hata yeye anahisi uchungu ndani ya moyo wake, na ni njia ambayo akiomba msamaha anakuwa huru, ama mimi nikiomba msamaha ninakuwa huru na ninaendelea
na kumtafuta Mungu. Kwa hivyo tujiweke tayari na tujue ya kwamba hakuna Kwaresma bila msamaha. Tuombe msamaha na tusameane sisi kwa sisi kama vile Mungu alivyotusamehe, na tutaweza kuwa katika njia sahihi ambayo ni ya kujitafakari na kukaribia karibu na Mungu na kurejea mambo yetu ama mambo ya kiroho na mambo ambayo ni ya kweli na ya kumpendeza Mungu. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetuongoza. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetenda makuu pamoja nasi. Neno lako likazidi Baba wa mbinguni kuimarika ndani ya mioyo yetu, na likazidi kukua Baba wa mbinguni, kwa maana wewe ni Kristo wa kweli. Anaacha uchungu, hasira na kuishi kwa upendo na pia huruma na kusamehe wengine, kama vile ambavyo Kristo naye aliweza kufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, na Mwenyezi Mungu akatusamehe na akaweza na kutukaribisha kwake tena. Mwenyezi Mungu anatufundisha na kutuomba kwamba tukaweze kuwa na kukaa na kuwa na mioyo ama moyo mwema kwa watu wale wengine. Tuwe wafadhili, tuwe watu ambao ni wa huruma. Tufadhili wale ambao wanahitaji msaada kutoka kwetu. Tuwe ni watu wa huruma kila wakati. Hurumia mwenzako, ona mwenzako kama ni wewe, na hayo yote yanabebwa na upendo. Kuwa tayari kusamehe hata kama umefanyiwa lipi. Samehe mwenzako. Tuache kubebana na watu, maana wakati ambapo hujaweza na kumsamehe unambeba tu. Ukimwona unasema kwamba huyu aliweza na kunifanyia hivi, unambeba nawe unachoka tu. Tuwe na mioyo ya kusamehe. Hata huyo mtu kama anakuchukia, na msamehe tu. Msamehe, roho safi. Tuache, tumeweza na kujua kwamba tunafaa na kuacha roho ya uchungu, hasira na ghadhabu, kelele na matukano. Tuache. Sio lazima utusi mwenzako. Kama alikufanyia mabaya, akakutendea mabaya, Mwenyezi Mungu yuaona. Ubaya wa aina yoyote tuache. Tuache. Tukiacha hayo yote, Mwenyezi Mungu yuko tayari kuweza na kutupokea na pia kutubeba kama watoto wake. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Roho Mtakatifu akatusaidie ili tukawe na moyo wa huruma na moyo wa upendo. Bye bye.